Asante sana. Jina langu ni Rogers Robert Temba. James ni mwanangu wa kumzaa. Pole sana. Asante. Nimefika hapa asubuhi nikaambiwa umekwenda kwa ajili ya postmortem. Nini tumefikia wapi mpaka muda huu? Tumetoka kweli huko, tulikuwa na askari wale upelelezi na kazi inaendelea. Hilo zoezi limeendelea kufanyika la postmortem pamoja na DNA. Kwa hiyo wametupa assurance kwamba Jumatano tukihitaji kuchukua mwili hakutakuwa mna kizuizi cha aina yoyote. Na kwa kifupi sana, jinsi wewe ulipata taarifa ya mtoto wako kuonekana na jinsi ambavyo ulipata taarifa ya msiba wa mtoto wako. Taarifa hiyo tulipata kwa sababu kijana alikuwa ni mwanafunzi wa chuo na alikuwa ameenda chuo siku ya Jumatano, lakini hakurudi nyumbani. Siku anapokuwa hajarudi unakuta labda darasa la kuchelewa kutoka jioni. Anatuma message au anapiga simu kwamba leo nimechelewa kwa sababu tumekuwa na kipindi cha tumechelewa kutoka. Lakini siku ile kulikuwa hamna message wala hakupiga simu, na kesho yake siku ya Alhamisi tulijaribu kumtafuta kupitia namba zake za simu, hakupatikana kabisa kuanzia asubuhi mpaka leo. Kwa hiyo hatukumpata kwenye mawasiliano ya aina yote. Na baada ya hapo siku ya Ijumaa tulitoa taarifa katika kituo cha polisi cha Tabata. Walipekua kwenye kumbukumbu zao wakagundua kwamba hilo jina halijafika pale. Kwa hiyo ila walitupa taarifa fupi tu kwamba walipata taarifa kwamba kuna mwili uliokotwa katika eneo la Barakuda Bondeni Msimbazi, na huo mwili uliokotwa na askari wa kituo cha Stakishari. Kwa hiyo walitushauri twende kwenye kituo cha Stakishari, na tulienda katika kituo cha Stakishari siku ya Ijumaa. Tulifika pale kweli walisema huo mwili waliukuta na waliupeleka katika hospitali ya polisi Barracks Kurasini, na wakatushauri twende tukafanye utambuzi. Na siku ya Jumamosi asubuhi tuliweza kwenda tukafanya utambuzi, tukagundua kwamba ni kijana wetu. Na mliukuta ukiwa hauna kichwa kama inavyosemekana kwenye mitandao ya kijamii? Ni kweli. Na mliwezaje sasa nyinyi kufahamu kwamba huyu ni mtoto wenu? Ni mtoto wetu wa kumlea, tumemlea toka akiwa mdogo, tunamjua mwili wake ulivyo, tunajua alama zilizoko kwenye mwili wake, tunajua mikono na miguu yake ikoje na vidole na kucha. Kwa hilo alikutupa shida. Na marehemu alikuwa ni mtoto wangapi kwako? Ni mtoto wa 3. Na marehemu ameacha labda mtoto? Hapana, hatuna taarifa na hilo. Alikuwa ameoa? Hapana, alikuwa hajaoa, ni mwanafunzi tu, alikuwa bado anapambana na masomo. Unakumbuka mara ya mwisho kuzungumza na marehemu mtoto wako, ulizungumza naye nini na ilikuwa lini? Ilikuwa ni siku ya Jumatano asubuhi wakati mimi naondoka kwenda kwenye shughuli zangu. Akaniambia, baba, namshukuru Mungu nimefaulu mitihani yangu ya semester iliyopita, nimefaulu vizuri. Na kijana wako huyu alikuwa ni kijana wa namna gani kitabia, jinsi ambavyo wewe ulikuwa ukiishi naye hapa nyumbani? Ni kijana mwenye tabia ya kawaida tu, ana makuu, ni kijana mtu wa watu, na alipenda sana maendeleo, alitaka sana kujishughulisha kwa ajili ya maendeleo. Ratiba na taratibu za kifamilia zikoje kuhusiana na msiba huu mzito? Kama familia tunaendelea kuratibu. Tunatarajia mipango ikienda vizuri kama tulivyopanga, siku ya Jumatano tunatarajia kuchukua mwili na kuleta nyumbani asubuhi, kisha kwenda kwenye kanisa la KKT Tabata Magengeni pale kwa ajili ya kufanya ibada ya mwisho na kusafiri kwenda Moshi. Moshi ndipo ambapo atakwenda kupumzishwa? Moshi ndipo atakwenda kupumzishwa pale. Neno lako kama baba kwa msiba huu mzito ni lipi? Ni jambo ambalo limetusikitisha sana kama familia, kama wazazi, kitendo ambacho ni cha kikatili ambacho hatukuona kosa lolote ambalo linaweza kufanywa na binadamu mtu akafanywa kitendo cha ukatili kama hicho. Tunashauri tu watu waache tabia hizo za kuchukua sheria mikononi. Pole sana. Asante. Pole sana. Asante sana.